uchungu wa moyo hata uponya. Mpe moyo wako we mdhambi, kaufanya upya, sichelewe. Woga wa maisha mpe mpokee Bwana mwenye pendo, tafuta machozi yako yote. Maisha ni bure bila Yesu, mpokee leo pate uzima. Maisha ni bure bila Yesu, mpokee leo pate uzima. Mpokee leo pate uzima. Mkutano, Bwana asifiwe. Hapa katika mkutano tusalimiane kwa namna hii. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe mkutano. Amen. Tunamtukuza Mungu wa saa huu tena kwa kutupatia nafasi ya kuja katika ibada. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Bwana akujibu siku ya dhiki. Bwana akujibu siku ya dhiki. Amen. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue mkutano. Amen. Akupelekee msaada toka patakatifu pake. Amen. Na kukutegemeza toka Zayuni. Amen. Watu wa mkutano hawatakaji baraka za Bwana. Bwana akujirie kwa kadiri ya haja za moyo wako. Amen. Akuitimizie mashauri yako yote. Amen. Na tuushangilie wokovu wake. Kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu. Amen. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Haleluya. Amen. Asubuhi ya leo niwaalike katika ibada yetu, na nipende kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuja katika ibada ya leo ili tupate kulisikia neno lake. Washiriki wa kanisa la Tasi ninawakaribisha sana, lakini pia na wale wanaotokea chuo kikuu cha Arusha ninawakaribisha, na wageni wetu waliotutembelea mchana na asubuhi ya leo. Bwana wa mbinguni na wabariki sana. Amen. Na hivyo basi, kabla hatujaendelea, nitambue ikiwa yuko mgeni yeyote ambaye sio Mwadventista Msabato, lakini ametiwa moyo na rafiki yake na jirani yake kuungana nasi katika ibada hii, waweza kunyosha mkono wako mahali ulipo. Usiogope. Ikiwa sio Mwadventista Msabato, lakini umetiwa moyo, umealikwa na rafiki na umeamua kuungana nasi katika ibada ya leo, waweza kutusalimia kwa namna hii. Usiogope, nyosha mkono wako. Bwana akubariki. Je, yuko mwingine? Yuko mwingine? Nyosha tu mkono. Kuna mkono ninauona unanyoshewa hapa. Nyosha tu, usiogope. Nyosha tu. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Wageni wetu niwaalike tena jioni. Kuna zawadi nitawapatia wakati wa jioni tutakapokuwa tukiendelea na vipindi vyetu. Hivyo ninawaalika msikose kwenye vipindi vya jioni tutakapokuwa tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu
niwaalike muwepo, kuna zawadi nitawaandalia. Bwana asifiwe. Na ninatamani msikose katika wakati huo. Hivyo basi na masaa ya asubuhi niwaalike katika tafakari ya neno la Mungu, na kabla ya kuendelea basi tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako na litukuzwe tena kwa kutupatia nafasi ya kuja ili kusikia neno lako. Asante kwa ajili ya watoto wako uliowaleta asubuhi hii. Ninaomba kwa jina la Yesu ukafungue moyo wa kila mmoja aliyefika, ili neno lako litakaposikika, mtu fulani ambao umekusudia alisikie, mtu fulani ambao umekusudia litakase maisha yake, mtu fulani ambao umekusudia akutane na neema yako asubuhi ya leo, ukamtendee hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa kuwa utatubariki kwa Roho wako Mtakatifu. Ndivyo tunavyoomba tukiamini na kushukuru, ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Niwaalike asubuhi ya leo tunapokwenda katika neno la uzima, na ninaamini ya kwamba Bwana ataendelea kutubariki pale tunapolifungua neno lake na kulisoma. Ujumbe ambao Bwana amekusudia masaa haya, yumkini umeusikia hata leo ukizungumzwa, lakini nikualike katika ujumbe huu tena. Bwana ana kusudi la kumfikia mtu fulani. Bwana ana kusudi. Wakati nikiwa hapo mtumishi alipokuwa anazungumza hapa somo maalum, nikawa ninajiuliza, mbona amezungumza kile ambacho nilikuwa nimekusudia kukizungumza siku ya leo? Nikawa ninajiuliza nibadilishe ujumbe mwingine, lakini nguvu ya kubadilisha na ile ya kuzungumza, naona ya kuzungumza ule ule imezidi ya kubadilisha. Amen. Lakini kwa sababu najua kuna kusudi Mungu analo kwa mtu mmoja, kwa mtu fulani siku hii ya leo. Hivyo basi nikualike, somo letu la leo lina kichwa kinachosema kufanyika mwana. Kufanyika mwana. Fungua pamoja nami katika kitabu kile cha Luka sura ya 19. Injili ya Luka mtakatifu. Msomaji wangu tanisomea na wote tutakuwa tukifuatilia kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Luka sura ya 19 na ule mstari wa 10, mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Maandiko matakatifu yanasema. Maandiko matakatifu yanasemaje? Naye alipoingia Yeriko. Naye alipoingia Yeriko, ndio alipita katikati yake. Alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu. Na tazama palikuwa na mtu. Jina lake Zakayo. Jina lake Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Naye ni tajiri. Naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Naye alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Ndio mtu namna gani? Ndio msemaji. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Maana ni mfupi wa kimo. Ndio. Akatangulia mbio. Ndio. Akapanda juu ya mkuyu apate kumwona. Ndio. Kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Ndio. Na Yesu alipofika mahali pale. Yesu alipofika mahali pale. Alitazama juu akamwambia. Alitazama juu akamwambia. Zakayo. Zakayo. Shuka upesi. Shuka upesi. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Ndio msemaji. Akafanya haraka akashuka. Ndio. Akamkaribisha kwa furaha. Ndio. Hata watu walipoona. Ndio. Walinung'unika wote wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Ndio mstari wa 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana. Zakayo akasimama akamwambia Bwana. Tazama Bwana. Tazama Bwana. Nusu ya mali yangu nawapa maskini. Ndio msemaji. Na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, ndio namrudishia mara 4. Ndio. Yesu akamwambia. Leo wokovu umefika nyumbani humu. Leo wokovu umefika nyumbani humu. Ndio. Kwa sababu
huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Malizia mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Haleluya. Amen. Baba wa mbinguni, zungumza nasi tena tunapolisikia neno lako. Fungua mioyo yetu na utusadikishe katika ukweli wako, na unapotusadikisha tusaidie kufanya maamuzi ya kuja kwako. Ndivyo tunavyoomba tukishukuru ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Amen. Karibuni asubuhi ya leo tunapotafakari neno la Mungu tena ambalo Bwana amekusudia tupate kulisikia asubuhi ya leo. Unapoanza kusoma sura ya 18 ya kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu, na hata unapoingia sura ya 19, Yesu alikuwa katika njia kuu ya kutoka Damaska akienda Yerusalemu ili kutimiza kazi ya utume aliyokuja kufanya hapa duniani. Na akiwa njiani kuelekea Yerusalemu, kabla hajaelekea kuingia katika mji wa Yerusalemu, Biblia inasema akaingia katika mji mmoja wa Yeriko uliokuwa kando ya barabara ya kutoka barabara kuu kutoka Damaska kwenda Yerusalemu. Akachepuka kuingia katika mji wa Yeriko. Na Biblia inasema historia inaonyesha ya kwamba mji wa Yeriko ulikuwa ni mji mashuhuri wa kibiashara, mji ambao ulikuwa umezungukwa na vilima na majani na kijani kibichi yaliyokuwa yanang'aa kama chokaa. Na kwa sababu ya umashuhuri wake, watu wakubwa wa serikali ya Kirumi walikuwa viongozi wa serikali, walikuwa wanakaa katika mji huu kwa sababu ya umashuhuri na ukubwa wake. Na ndio maana tunamkuta Zakayo, Biblia inasema mkubwa mmoja wa watoza ushuru. Biblia haisemi ya kwamba alikuwa ni mtoza ushuru, ila mkubwa mmoja wa watoza ushuru, kwa maana ya kwamba wasomi wanajaribu kuzungumza ya kwamba Zakayo sio tu kwamba alikuwa ni mtu wa kawaida mtoza ushuru, lakini alikuwa ni kamisheni anayesimamia mapato yote na ukusanyaji wote. Kama leo tungelisema ni kamisheni wa TRA anayesimamia ukusanyaji wa mapato yote ya taifa. Kwa hiyo hakuwa mtu mdogo, alikuwa mtu mkubwa katika utawala wa Kirumi wakati ule. Na Biblia inasema ya kwamba Zakayo aliposikia na kwamba Yesu anapita, na kwa sababu alikuwa na shauku ya kumwona, alikuwa amesikia habari zake, akajiweka katika mazingira ambayo ikiwa Yesu atapita, Zakayo angeliweza kumwona. Amen. Biblia inasema akaenda akapanda katika mkuyu. Na Zakayo ninampenda kwa sababu alijua njia ambayo Yesu angelipitia, na kwa sababu hiyo akatafuta mahali ambapo ikiwa Yesu atapita, Zakayo angeliweza kumwona. Zakayo akapanda juu ya mti, na Biblia inasema Yesu alipofika mahali pale, anamwambia Zakayo, leo imenipasa kuwa nyumbani mwako. Zakayo wakati anashuka kutoka katika mkuyu, tunasikia makutano yaliyokuwa yamejumuika na Yesu. Maana Yesu anakwenda Yerusalemu, watu wengi walimfuata wakijua ya kwamba Yesu anakwenda kuwa mfalme, na hivyo basi baada ya kuwa mfalme angeliondoa utawala wa Kirumi, na hivyo Israeli wangerudishiwa ufalme wao. Wengi waliomfuata Yesu walikuwa na dhana hiyo katika akili zao. Biblia inasema makutano wakanung'unika, wakasema, tazama, anashuka na kwenda kuketi na kula pamoja na wenye dhambi. Katika mkusada wa Kiyahudi, watoza ushuru na wenye dhambi waliwekwa katika kundi moja,
na walizingatiwa kama watu wasioweza kuokolewa. Nasi unapomwona Zakayo, Zakayo hakuwa Mrumi, alikuwa Myahudi, na kosa ambalo Wayahudi wenzake waliliona sana kwake ni kwamba wewe ni Myahudi mwenzetu na umeamua kuitumikia serikali ya Kirumi inayotutawala, inayotunyonya. Kwa hiyo Wayahudi walimuona Zakayo kama mtu aliyepotea, mwenye dhambi, asiyeweza kuokolewa. Na ndio maana unaposoma kwenye Mathayo sura ya 9 mstari wa 11, wakati fulani Mafarisayo na waandishi walipomkuta Yesu ameketi na watoza ushuru na wenye dhambi, wakawaambia wanafunzi wake, angalia mwalimu wenu anakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Waliwekwa katika kundi moja. Na tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 18, unakutana mstari wa 14 na kuendelea chini, unakutana na kisa cha yule Farisayo na mtoza ushuru wakiwa katika hekalu wanaomba. Yule Farisayo akasimama akasema, ninakushukuru Mungu kwa kuwa mimi sio kama huyu mtoza ushuru. Nikana kwamba watoza ushuru walionekana kama watu wasioweza kuokolewa, wenye dhambi. Na ndiposa hata katika kipindi cha Yohana Mbatizaji, unaposoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 12, walikwenda kwa Yohana wanamuuliza, sisi watoza ushuru tufanyeje? Yohana anawaambia, msitoze zaidi ya kile kilichowekwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba watoza ushuru katika kipindi cha Yesu walikuwa wanatoza kodi kubwa kuliko ile iliyowekwa. Na ndio maana Wayahudi wenzao waliwaona kama wenye dhambi wasioweza kuokolewa. Makutano yalipomwona Yesu anashuka kwenda kuketi nyumbani mwa huyu Zakayo, watu wakapiga kelele, wakasema anakwenda kuketi na kula na wenye dhambi. Yesu alipoingia nyumbani mwa Zakayo, Biblia inasema sio tu kwamba Zakayo alifungua mlango wa nyumba yake na kumkaribisha Yesu, lakini alifungua moyo wake. Yesu akaingia ndani, na Yesu alipoingia ndani, vijito vya upendo wa Mungu vikabubujika kutoka katika moyo wa Zakayo. Zakayo anasema, Bwana, ikiwa kuna mtu nimemdhulumu, nitamrudishia mara 4. Ikiwa kuna maskini, nusu ya mali yangu nitawapatia. Amen. Aliporuhusu Yesu aingie moyoni mwake, maisha ya Zakayo yakabadilishwa kabisa. Kutoka katika kisa hiki cha Yesu kuingia katika mji huu wa Yeriko, ninatamani kushiriki na wewe mafunzo matatu kabla hatujahitimisha ibada yetu mchana wa leo. Jambo la kwanza ambalo ninapenda ulifahamu ni kwamba mtu mmoja anayemtafuta Mungu ni wa thamani machoni pake. Haleluya. Amen. Mtu mmoja aliye tayari kumpatia Yesu maisha, aliye tayari kumtafuta Bwana ni wa thamani machoni pake. Amen. Biblia inatueleza mara kadhaa ambapo Yesu alivuka mipaka kutoka Uyahudi na kwenda maeneo mengine kwa sababu ya roho moja. Utamkuta Yesu anavuka mipaka ya Uyahudi na Samaria, anakwenda kumtafuta yule mwanamke kisimani. Utakuta Yesu anakwenda katika nchi ya Wagerasi kumtafuta yule bwana aliyeketi makaburini, ambaye aliteswa na nguvu za giza. Yesu alivuka mipaka wakati fulani kutafuta mtu mmoja, kwa sababu roho moja inayomtafuta Bwana ni ya thamani machoni pake. Amen. Ni ya thamani machoni pake. Na Yesu aliingia katika mji wa Yeriko kumtafuta tu Zakayo, maana aliona roho ya kumtafuta Bwana ndani yake. Na hata katika mikutano hii ninawaletea habari njema ya kwamba tumekuwa hapa ni kwa sababu Yesu ana makusudi na roho moja inayomtafuta. Amen. Bwana ana makusudi na roho moja. Yawezekana umekuja katika ibada ya leo, ninataka kutia moyo ya kwamba ni wewe Bwana anayekutafuta. Amen. Roho moja ni ya thamani. Na hata kama mwanadamu mmoja angetenda dhambi, hata kama angelikuwa mmoja tu duniani mwenye dhambi, nataka kupa habari njema, Mungu angelitoa uhai kumtafuta huyo mmoja. Angelitoa uhai kumtafuta huyo mmoja.
wale ambao watakubali, watakuwa na shauku moyoni ya kumtafuta Yesu, Biblia inasema Bwana hata wapita kamwe. Kama ambavyo Yesu hakumpita Zakayo Yeriko. Safari ya Yesu haikuwa ya kwenda Yeriko, ilikuwa ni ya kwenda Yerusalemu ili kukamilisha utume wa kazi yake na kufa msalabani. Lakini aliacha njia kidogo, akaamua kutoka Yeriko, akaamua kutoka katika barabara ya Damasco kwenda Yerusalemu, akaingia katika mji wa Yeriko kumtafuta Zakayo. Roho moja inayomtafuta Bwana ni ya thamani machoni pake, na Bwana hataipita. Hata mchana wa leo yawezekana kuna mtu amekuja hapa, Bwana amekuleta katika ibada, ni kwa sababu anaona roho ya uchaji Mungu, anaona shauku ndani yako ya kutaka kuokolewa. Ninakupa habari njema asubuhi ya leo ya kwamba Bwana hatakuacha. Amen. Bwana hatakuacha. Ana makusudi na maisha yako. Lakini jambo la pili, Mungu anawapenda wenye dhambi na waliokataliwa. Haleluya. Amen. Mungu anawapenda wenye dhambi na waliokataliwa. Wako wengi ambao katika kipindi cha Yesu, akiwemo Zakayo, ambao walionekana ni wenye dhambi, ambao walionekana hawafai, ambao walionekana hawawezi kuokolewa. Ninataka kukupa habari njema asubuhi ya leo ya kwamba hata kama wanadamu wakuone ya kwamba ni mwenye dhambi, bado Mungu wa mbinguni anakupenda. Amen. Mungu anakupenda. Amen. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8, msomaji. Warumi sura ya 5:8, maandiko matakatifu yanasemaje? Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Bali Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi, ndio. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Amen. Haleluya mkutano. Amen. Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu. Biblia haisemi ya kwamba sisi ndio tuliompenda Mungu, bali Mungu ndiye aliyetupenda sisi, akaamua kutoa maisha yake kunitafuta, kukutafuta, ili unapomwamini, ili ninapomwamini nisipotee, lakini niwe na tumaini na uhakika wa uzima wa milele Yesu anaporudi mara ya pili. Amen. Mungu anawapenda wenye dhambi. Amen. Na hata waliokataliwa. Amen. Wanadamu wanachukia wanadamu wenzao. Mwanadamu anaweza kumchukia mwanadamu mwenye dhambi mwenzake, lakini nakupa habari njema mchana wa leo ya kwamba Mungu sio mwanadamu. Wakati wanadamu wanapokuchukia kwa sababu ya njia zako zisizofaa, kwa sababu ya dhambi zako, kwa sababu ya maovu yako, Mungu haoni dhambi ulio nayo sasa. Mungu anaona vile utakavyokuwa baada ya kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Hicho ndicho Bwana anachokiona. Haoni maisha ya sasa ya dhambi yanayokutesa. Haoni kushindwa kwako sasa. Anaona vile utakavyokuwa kesho baada ya kuwa umemkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Mungu ndicho anachoona. Na ndio maana wakati wanadamu anakuona haufai, kama ambavyo walimuona Zakayo wakapiga kelele, wakanung'unika, wakasema mwenye dhambi huyu. Lakini Yesu aliona mtu mcha Mungu, Yesu aliona mtu mkarimu, Yesu aliona mtu anayejitoa, Yesu aliona mtu anayesaidia. Ninataka kupa habari njema mchana wa leo ya kwamba Bwana anakuona vile utakavyokuwa baada ya kumpokea, baada ya kutoa maisha yako kwake, baada ya kumkubali akubadilishe. Utakuwa mtu mwema. Haleluya. Amen. Haleluya mkutano. Amen. Bwana anaona vile usivyoweza kuona. Bwana anaona vile usivyoweza kuona, na anakuwazia mema, na anatamani mchana wa leo kubadilisha maisha yako. Haijalishi watu wamekuonaje, Yesu yuko tayari kuondoa dhambi zako. Yesu yuko tayari kukusamehe kama alivyomsamehe Zakayo. Anatuita mchana wa leo katika kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 18. Biblia inasemaje msomaji wangu? Maandiko matakatifu yanasema, haya njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Haleluya. Amen. Bwana
tunayemtangaza katika mikutano hii, katika viwanja hivi mchana wa leo, ni Bwana anayesamehe wale wanaokuja kwake. Amen. Ni Bwana anayesamehe. Ni Bwana anayewapokea wale wanaokubali kuja kwake. Anangoja mchana wa leo mtu mmoja kama Zakayo akubali kutoa maisha yake kwake. Bwana yuko tayari kusamehe. Bwana yuko tayari kuachilia dhambi zako. Usifiche dhambi, usikubali kuficha dhambi. Mithali sura ya 28 mstari wa 13. Mithali 28:13 maandiko matakatifu yanasema. 28:13 Biblia inasemaje? Maandiko matakatifu yanasema. Yanasemaje? Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Amen. Bwana yuko tayari mchana wa leo kutupatia rehema. Lakini jambo la tatu kutoka katika kisa hiki, Mungu hubadilisha historia ya maisha ya watu. Haleluya. Amen. Bwana anabadilisha historia ya maisha ya watu. Aliwabadilisha wakina Yakobo kuwa Israeli. Na ujue zamani jina lilibeba tabia ya mtu. Yakobo alikuwa ni mnyang'anyi, mwizi, lakini Mungu akambadilisha kutoka kuwa Yakobo mwizi, mnyang'anyi, na kuwa mshindi. Haleluya. Amen. Mungu alimbadilisha Ibrahimu kutoka kuwa Abrahamu kuwa Ibrahimu, baba wa mataifa. Mungu anabadilisha. Mungu alimbadilisha Paulo aliyekuwa mtesaji, aliyekuwa muuaji, baada ya kuwa muuaji akawa mtumishi wa Injili. Haleluya. Amen. Mungu aliwabadilisha wakina Petro waliokuwa wenye hasira, wenye harara, kutoka kuwa wakataji wa watu. Nakumbuka hata siku ile watu wamekuja kumkamata Yesu, Petro akatoka na visu akamkata mtu mmoja sikio, ili aonyeshe Petro mwenye hasira, Petro mwenye harara. Lakini baada ya kukaa na Yesu, maisha yake yalibadilishwa. Haleluya. Amen. Mungu anabadilisha maisha ya watu. Mungu anabadilisha maisha ya watu, anawabadilisha. Na ndio maana alipoingia kwa Zakayo Yesu siku ile, Yesu anamwambia Zakayo katika Luka sura ya 19 mstari wa 9, anamwambia leo wokovu umefika nyumbani mwako. Na anaendelea anamwambia huyu naye Zakayo ni mwana wa Ibrahimu. Amen. Ni mwana wa Ibrahimu. Nini Yesu anachojaribu kumwambia Zakayo? Anamwambia Zakayo kwa kumekubali Yesu aingie ndani yako, aingie katika maisha yako, hauko tena chini ya dhambi, hauko tena chini ya uovu. Yesu anachojaribu kumwambia Zakayo ya kwamba umevuka kutoka katika status ya kuwa mwenye dhambi mpaka kuwa mwana wa Ibrahimu. Amen. Alichokuwa anamwambia Zakayo, maana kuwa mwana wa Ibrahimu ili maanisha ya kwamba ameingia katika ahadi, ameingia kuwa mrithi wa ahadi iliyotolewa kwa Ibrahimu, ahadi ya uzima wa milele ambayo ingepatikana kupitia Yesu Kristo. Amen. Yaani kwa lugha nyingine Yesu anamwambia Zakayo, sio tu kwamba umebaki kuwa mzao wa Ibrahimu, lakini umefanyika kuwa mrithi wa uzima wa milele unaopatikana kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Yesu alibadilisha maisha yake. Na zamani zile za Israeli, watu walikuwa wanawekwa katika vyeo vya aina 4. Cheo cha kwanza ni cha wenye dhambi, lakini cheo cha pili ni cha mtumwa, cheo cha tatu ni cha rafiki, lakini cheo cha 4 kilikuwa ni cha mwana. Zakayo alivuka kutoka cheo cha kuwa mtumwa, Yesu akampandisha asiwe mtu, kutoka kwenye cheo cha kuwa mwenye dhambi, Yesu akampandisha asiwe mtumwa, hakumuita hata rafiki, anasema umefanyika kuwa mwana. Haleluya. Amen. Zakayo alivushwa vyao vyote. Hii inaonyesha kwamba tunapokuja kwa Yesu, hatuiti tena wenye dhambi, hatuiti tena watumwa, hatuiti tena watu wa kawaida, anatuita wana na marafiki zake. Haleluya. Amen. Zakayo akabadilishwa status ya maisha. Kutoka kuwa mwenye dhambi, Biblia inasema, mpaka kuwa mwana. Kutoka kuwa mwenye dhambi mpaka kuwa mwana. Kutoka kuwa mchoyo mpaka kuwa mkarimu.
maana anasema nusu ya mali yangu nitawapatia maskini. Ninajaribu kufikiria ya kwamba ni maskini kiasi gani walikuwa katika nchi ile, katika mji ule, lakini Zakayo anasema nusu ya mali yangu nitawapatia maskini. Hii ilionyesha wito wa kujitoa kikamilifu kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya wanadamu wenzake. Lakini sio hivyo tu, Zakayo anasema, Yesu, ikiwa kuna mtu nimemdhulumu katika huduma yangu ya kukusanya mapato, huyo nitamrudishia mara 4. Haya yalikuwa ni matokeo ya nje ya mwitikio wa Zakayo juu ya upendo wa Mungu ambao umefunuliwa moyoni mwake. Zakayo hakubaki alivyokuwa. Maisha yake yalibadilishwa kutoka kuwa mwenye dhambi mpaka kuwa mwana, kutoka kuwa mchoyo mpaka kuwa mkarimu. Ni pale tu Yesu anapoingia katika maisha yetu ndipo tunapoweza kubadilishwa, ili tupoke kutoka status ya kuwa wenye dhambi mpaka kuwa wana wa Mungu. Haleluya, amen. Mpaka kuwa wana wa Mungu. Amen. Wako wengi leo ambao tumewashuhudia, wako wengi ambao nimewaona walikuwa ni wenye dhambi, wengine walikuwa wamerowea katika ulevi, lakini walipokutana na neema ya Yesu maisha yao yamebadilishwa. Wako wengi leo, unaweza kushuhudia hata wewe, walikuwa wamezama katika bangi, uvutaji wa sigara, wengine ni wazinzi, wengine ni mafisadi, wengine wamekuwa wauaji, lakini mara walipokutana na Yesu maisha yao yamebadilisha, hayajabaki kuwa yale yale. Mchana wa leo nina habari njema ya kwamba Yesu tunayemtangaza katika viwanja hivi, Yesu anayebadilisha maisha, Yesu anayeumba upya, Yesu anayeleta tumaini kwa wale waliokata tamaa. Mchana wa leo ukikubali kama Zakayo alivyokubali, ninakupa habari njema ya kwamba Yesu atabadilisha maisha yako. Amen. Yesu atabadilisha maisha yako. Amen. Sura ya 18 ya kitabu cha Luka inaeleza habari ya kisa cha tajiri mmoja aliyekuja kwa Yesu na kumuuliza Yesu, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia yule tajiri, je, wazijua amri? Yule tajiri akasema, hizo nimezishika tangu utoto wangu. Biblia inasema Yesu alipomkazia macho akampenda, maana hajawahi kuona moyo wa namna hii. Na ndiposa yule tajiri kijana akamuuliza Yesu, nimepungukiwa na nini? Yesu akamwambia, enenda ukauze vyote ulivyo navyo, kisha wagawie maskini, halafu njoo unifuate. Ninajaribu tukufikiria kama tu ningelisikia hiyo sauti, kama ungelisikia hiyo sauti, Yesu anasema njoo unifuate, nafikiria kwamba hiyo lingelitosha kuliko hata vitu vya dunia hii. Lakini Biblia inasema yule tajiri alikuja akiwa na furaha ya kutaka kujua habari ya ufalme wa Mungu, nini anachoweza kufanya ili aingie mbinguni. Lakini Biblia inasema akarudi akiwa mwenye huzuni, maana alipotafakari mali zake, alipotafakari utajiri wake, akafikiria yawezekanaje Yesu, mali ambazo nimezihangaikia kwa muda mrefu, kwa miaka yote, nisiuze na kuwapa maskini. Biblia inasema akaondoka, moyo wake ukiwa umejawa na huzuni. Ndipo wanafunzi wakamuuliza Yesu. Yesu akawaambia wanafunzi kabla hawajamuuliza. Yesu akawaambia, ni vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni kuliko ngamia kupenya katika tundu la sindano. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, ni nani basi atakayeokolewa? Ndipo Luka sura ya 18 mstari wa 27 Yesu akawaambia, yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Na sura ya 19 kitendo cha Zakayo kukubali neema ya Yesu ulikuwa ni ushahidi wa kile Yesu alichokisema katika sura ya 18
mstari wa 27 ya kwamba yale yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu, ya kwamba hata matajiri wanaomwamini Yesu wataingia mbinguni. Haleluya, amen, wataingia mbinguni. Yesu alifanya lile katika mstari sura ya 19 kuwashuhudia wanafunzi ya kwamba kile nilichokisema katika sura ya 17 kwamba inawezekana kwa wale ambao wamekubali kumwamini Yesu, na Yesu alikuwa anawathibitishia ya kwamba hata matajiri wana fursa ya kuingia mbinguni, amen, ikiwa watamwamini Yesu. Mchana wa leo yule tajiri kijana alikuja kwa Yesu akiwa na furaha, akitamani kuingia katika ufalme wa mbinguni, lakini aliondoka akiwa mwenye huzuni. Zakayo alipokutana na Yesu aliachwa akiwa mwenye furaha, kwa sababu amekubali kutoa maisha yake kwa Yesu. Mchana wa leo yawezekana kuna mtu amekuja kusikia neno la Bwana katika mikutano. Ninatamani usiwe kama yule tajiri kijana ambaye aliondoka kwa Yesu akiwa mwenye huzuni, akiwa hana tumaini, akiwa amekata tamaa. Ninatamani siku ya leo tuondoke katika mikutano mioyo yetu ikifurahi, maana tumekubali Bwana atubadilishe tufanane naye. Amen. Maana tumekubali kama Zakayo mchana wa leo kufanyika mwana. Zakayo alibadilishwa kutoka kuwa mwenye dhambi hadi kuwa mwana. Na wanafunzi waliona ya kwamba matajiri hawezi kuokolewa. Mchana wa leo nataka kukupa habari njema ya kwamba haijalishi watu watasema nini juu yako, haijalishi wanakuona kwamba ni mwenye dhambi, haijalishi wanakuona haufai, haijalishi wanakuona wewe sio mtu mwema katika jamii. Mchana wa leo ninataka kukupa habari njema, haijalishi kile wanachokisema, inajalisha sana ya kwamba Mungu ana mpango wa kukuokoa. Inajalisha ya kwamba Mungu ana mpango wa kukuokoa. Mchana wa leo Bwana anaweza kufanya mwana wake. Huko hapa katika mkutano ninataka kukupa habari njema. Mpango wa Mungu ni kutufanya tuwe wana wake. Ile Yohana sura ya 1 mstari wa 12, msomaji fungu letu tulilolisoma. Biblia inasemaje? Yohana sura ya 1 mstari ule wa 12, Biblia inasemaje? Maandiko matakatifu yanasema, Yohana 1 mstari wa 12 inasemaje Biblia? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminio jina lake. Ndio wale walioaminio jina lake. Amen. Mchana wa leo unatamani Bwana akuwezeshe kufanyika kuwa mtoto wake, akuwezeshe kufanyika kuwa mwana wake. Ni fursa kwangu na kwako ikiwa utakubali. Amen. Kama ambavyo Zakayo hakuzuia alipojikabidhi kikamilifu mikononi mwa Yesu. Yesu hakumwacha Zakayo kama alivyokutana naye. Yesu wakati anaondoka Yeriko, Zakayo amebadilishwa kutoka kuwa mwenye dhambi mpaka kuwa mwana wa Mungu, mrithi wa ufalme wa mbinguni, anayesubiria ujio wa Yesu mara ya pili. Yesu anamwambia Zakayo, haujawa tu mtumwa, haujawa tu rafiki, lakini wewe ni mwana wa Ibrahimu, mrithi wa ahadi za uzima wa milele zilizotolewa kupitia Yesu Kristo. Amen. Kubali mchana wa leo na kwamba Bwana akubadilishe. Kubali mchana wa leo na kwamba Bwana abadilishe maisha yako. Amen. Inawezekana hata wewe kuwa mwana wa Mungu. Inawezekana hata sisi leo kuwa wana wa Mungu kama alivyokuwa Zakayo. Yuko mtu mmoja amekuja katika mkutano, na hata yawezekana umekata tamaa, ziko dhambi zimelemea maisha yako, umejaribu mara kadhaa kuziacha, haujaweza. Lakini kama Bwana alivyombadilisha Zakayo, ninataka kukupa habari njema ya kwamba hata wewe Bwana anaweza kukubadilisha. Amen. Hata wewe Bwana anaweza kukuumba upya. Hata wewe Bwana anaweza kukutamkia ya kwamba sio mtumwa tena, sio mwenye dhambi tena, bali umepewa neema ya kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Amen. Inawezekana mchana wa leo
Ikiwa utakubali, inawezekana. Yesu ameinua mikono yake pale msalabani, anasema wote wajao kwangu sitawatupa nje kamwe, bali nitawakaribisha nyumbani mwa Baba yangu. Wale wanaokuja kwa Yesu hajawahi kuwatupa nje. Mara zote Biblia inasema anawakaribisha. Yesu anaweza kukukaribisha mchana wa leo. Hata wewe uliyekuja katika mkutano, Mungu ana kusudi la kufanya kuwa mwana wake. Mchana wa leo, kubali Yesu akubadilishe. Kubali Yesu akufanye kuwa mwana wake. Kubali Yesu alete badiliko katika maisha yako. Hautabaki kama ulivyo. Zakayo hakubaki alivyo. Yesu alibadilisha historia ya maisha yake kabisa. Wale ambao wamekutana na Yesu hawajawahi kubaki. Hawajawahi kubaki. Hawajawahi. Huyu Yesu tunayesema habari zake ni Yesu anayebadilisha. Ni Yesu anayeumba upya mioyo iliyonyong'onyea. Ni Yesu anayeleta tumaini. Ni Yesu anayeleta furaha. Ni Yesu ambaye amani yake inajaza mioyo yetu. Tunapokuja kwake, hakuna aliyewahi kukutana na Yesu akaondoka alivyo. Hata mchana wa leo Bwana anatamani kukutana na mtu mmoja. Uko hapa katika mkutano, unasema Yesu, ninatamani unifanye kuwa mwana wako kama ulivyomfanya Zakayo, na mimi ninatamani. Habari njema kwako mchana wa leo ni kwamba Yesu ni yule yule jana, leo na hata leo. Ikiwa alibadilisha maisha ya Zakayo, hata wewe anaweza kukubadilisha. Hata wewe anaweza kukutia nguvu katika udhaifu ulio nao, katika dhambi ambayo imekulemea, katika unyonge wako. Yesu yuko tayari kukupokea ikiwa utakubali. Ikiwa utakubali kama Zakayo kumkaribisha moyoni mwako. Neema yake haijashindwa kufanya kazi. Neema yake hata leo bado inabadilisha. Neema yake hata leo inaumba upya mioyo. Neema yake leo inaganga majeraha yaliyo katika mioyo yetu. Hata leo inawezekana. Amen. Uko hapa katika mkutano, unasema Yesu nifanye kuwa mwana wako. Waweza kusimama. Waweza kusimama. Na ishara ya kwamba unatamani Yesu akufanye kuwa mwana wako. Tembea uje hapa mbele. Wale wanaosema Yesu ninatamani nifanye kuwa mwana wako. Tembea uje hapa mbele. Tembea uje hapa. Yuko tayari. Usikubali kufia dhambi. Usikubali kufia dhambi. Bado nguvu ya neema yake inatenda kazi leo kama ilivyotenda wakati wa Zakayo. Hata leo inawezekana. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Wakati wote unapotembea, tuimbe ule wimbo namba 190. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Tuijue imo chuoni na mwenyewe akasema njoo, na furaha tutaiona mioyoni itakasa sana. Kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Bwana na waje atwambia, furahini kwa kusikia
Mwokozi kuonana na milele kukaa. Wangojeani leo yupo, sikiza sana asemapo, huruma zake zitwitapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakasa sana kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Yesu yuko tayari mchana wa leo kutupokea. Yesu yuko tayari mchana wa leo kutupokea. Kwa wale wanaokubali, yuko tayari. Amesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wake. Aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na katikati yetu kuna mtu anatamani Yesu ipe uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na hao wanaowezeshwa kuwa wana wa Mungu ni wale ambao wametoa maisha yao kwa Yesu. Anasema wote waliompokea. Na hata siku ya leo tuna ubatizo. Inawezekana kuna mtu katikati yetu, kuna wenzetu wametangulia kule kwenda kuandaliwa kwa ajili ya ubatizo, na hata baada ya hapo tutakwenda kule kuungana nao. Inawezekana kuna mtu katikati yetu anasema sijapata fursa ya kusikia kwamba kuna ubatizo, lakini sasa nimesikia, ninatamani kufanyika mwana wa Mungu kwa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na hali ulipo kwa Yesu, nyosha mkono kwamba Yesu, ninakupokea, ninatamani uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uko hapa hujabatizwa, nyosha mkono. Nyosha mkono, usiogope. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Nyosha mkono. Yuko mwingine anatamani kuungana na huyo aliyeamua kutoa maisha yake kwa Yesu. Bwana akubariki. Yuko mwingine. Yuko mwingine anatamani kuungana na huyo. Nyosha mkono, usiogope. Yesu anasema yule atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Usiogope. Kama kuna jambo hupaswi kuahirisha, ni swala linalohusu wokovu wako. Unaweza ukasema siku hizi 2 sitakula chakula, hilo linawezekana. Unaweza ukasema wiki hii siogi, hilo linawezekana. Unaweza ukasema wiki hii sitabadilisha nguo, nitavaa zile zile, hilo linawezekana. Lakini inapokuja swala linalohusu wokovu wa maisha yako, saa ya wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Usiogope. Usiogope kumkiri Yesu. Biblia inasema wale wanaomkiri atawakiri mbele za Baba yake. Yuko mwingine anasema ninaungana na wale waliojitoa, ninaungana nao kwa ajili ya ubatizo. Yuko mmoja. Yuko mwingine anaungana. Nyosha mkono wako tutakuombea. Usiogope. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Wito huu ni kwa ajili yako. Wito huu ni kwa ajili yako. Bwana anathamini hata mtu mmoja tu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuokolewa. Bwana anakuthamini. Nyosha mkono wako, usiogope. Bwana akubariki. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunashukuru tena kwa kuzungumza nasi. Sante kwa neno lako. Sante kwa kuwa uko tayari kutufanya kuwa wana wako. Sante kwa sababu neema yako hata leo
inabadilisha maisha. Hata leo inaumba upya. Hata leo inawapa nguvu wenye dhambi kushinda dhambi. Hata leo wale waliozama katika uraibu, neema yako bado ina nguvu ya kubadilisha. Baba, wako watoto wako wamesogea hapa mbele na wamesimama kwa miguu yao, wanatamani nguvu ya neema yako iwawezeshe mchana wa leo wafanyike watoto wako. Nami ninawaombea kwa jina la Yesu, neema yako inayobadilisha iguse maisha ya kila mmoja. Baba, liko kundi zuri la watu wamenyosha mikono kwa ajili ya ubatizo. Hao nao tunaweka katika mikono yako. Ninawaombea kwa jina la Yesu, uwabatize kwa Roho wako Mtakatifu. Jaza maisha yao na uwepo wako. Hata siku ile itakapofika, na ikiwa watakuwa tayari, hata mchana wa leo watakukiri kwa njia ya ubatizo. Baba, wako watoto wako wamesogea katika ibada ya leo, lakini wengine ni wagonjwa. Hata wakati huu wamesimama, miguu inawaka moto. Hata wakati huu wamesimama, migongo inapitia changamoto. Ninawaombea kwa jina la Yesu. Ruhusu moto wako wa uponyaji upite katikati yetu. Amen. Kila aliye mgonjwa aondoke akiwa amekutana na neema yako inayoponya. Aondoke akiwa amepokea muujiza. Amen. Inawezekana kuna wengine wamesimama hapa, ndoa zao hazina amani. Kweli. Hata leo wameondoka nyumbani kwa kupigwa, kwa kutukanwa. Wanatamani Yesu ingilie kati. Ibada ya leo iache alama katika maisha yao. Ya kwamba amani, ya kwamba furaha imerejea katika ndoa zao. Kweli. Baba, wako ambao wamesimama hapa wanakulilia kwa ajili ya watoto wao. Kweli, Yesu. Watoto wao wamewashinda. Kweli. Hata wanapozungumza nao hawaelewi. Lakini mchana wa leo wanakuja kwako wakikuita kwa ajili ya watoto wao. Kweli. Baba, ninawaombea uwajalie neema yako. Amen. Hao watoto kawaguse mchana wa leo. Amen. Na kuwapa neema ya kutii maagizo ya wazazi wao. Kweli, yes. Baba, lakini kuna wengine wamesimama katikati yetu ambao familia zao zinasumbuliwa na nguvu za giza. Ambao wamelemewa na nguvu za giza. Kweli. Wanatamani neema yako ingilie kati, sio tu katika familia, katika biashara zao. Ninawaombea mchana wa leo ya kwamba neema yako ikawafunike kwa jina la Yesu. Amen. Mkemee ibilisi katika biashara zao, mkemee katika familia zao, mkemee. Kweli, yes. Ili uwepo wako utamalaki. Amen. Mchana wa leo Baba, watoto wako wanapoondoka kwa ajili ya muda huu wa mapumziko na hatimaye kurejea tena mchana kwa ajili ya vipindi vitakavyoendelea, ninaomba uwepo wako Baba, uwepo wako uambatane na kila mmoja. Amen. Asante Yesu kwa kusikia maombi. Asante kwa kutujibu. Kweli. Ndivyo tuombavyo tukishukuru, ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Amen.